Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipende kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kuweza kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia mchango wangu kwenye hotuba ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika nchi yetu ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru Makamu wa Rais na viongozi wote wa serikali ambao wanafanya kazi kwa juhudi kubwa kuhakikisha kwamba sisi wa Tanzania tunaendelea kuwa salama, lakini pia tunapata maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru mambo ambayo yaliyofanyika katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Tumefanya mambo makubwa kipindi kilichopita. Tumejenga shule nyingi kwenye sekta ya elimu, ambao shule za mfano ukiangalia katika wilaya ya Ilala tuna shule nyingi ambazo ni shule za kisasa na shule zenye lifti na shule ambazo zinawafanya watoto wetu ili waweze kukaa katika mazingira salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya pongezi hizo, nichukue sasa nafasi hii kuweza kutoa mchango wangu kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyojua kwamba nchi yetu ina ugeni 2027 kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Lakini ni watu wote tunajua kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa hali ulionayo kwa sasa, miundombinu ya mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, imeharibika sana. Juzi tumeona mvua imenyesha kubwa, barabara nyingi ambazo zinaweza kupitisha magari zilikuwa zimefungwa, lakini pia ukichangia na ujenzi ambao unaendelea wa miundombinu katika mkoa wa Dar es Salaam, hali ni mbaya sana. Kwa hiyo nilikuwa ninaiomba serikali au ninashauri kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wetu wa Dar es Salaam haiwezekani ukapangiwa mpango kama mikoa mingine. Kwanza mkoa wetu wa Dar es Salaam ukiangalia watu ambao wanaishi katika mkoa wa Dar es Salaam ni watu wengi. Lakini pia kwa sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, sio ajabu ukakaa kwenye foleni masaa 2 mpaka 3. Sasa nikiangalia kwamba tunakwenda kupata wageni 2027 na ujenzi wa barabara zetu au miundombinu ya barabara zetu za mkoa wa Dar es Salaam, barabara moja mita 300 au mita 500 inajengwa kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba serikali ije na mpango wa kuhakikisha kwamba tunapokwenda kwenye hii fursa ambayo tumeipata, ambayo ni ya kiuchumi, ya kijamii pamoja na kidiplomasia, kwamba sisi mkoa wa Dar es Salaam tunakwenda kuonekana kwamba tuko vizuri, lakini pia tunakwenda kuitangaza nchi yetu kwa kuonekana kwamba ina miundombinu mizuri. Leo hii mkoa wa Dar es Salaam miundombinu yake ni mibovu sana, lakini pia ucheleweshwaji wa kandarasi wetu. Mkandarasi anaanza kutengeneza barabara. Tuna barabara nyingi ambazo zimeanza kutengenezwa 2019, 2020. Mpaka leo Mheshimiwa Mwenyekiti hazijamalizika. Nikiongelea barabara ya Kinyerezi, Bonyokwa, Kibamba ambayo inakwenda mpaka jimbo la Ubungo. Hii barabara Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara ya kilomita 6.3. Tangu imeanza kujengwa 2020 mpaka leo Mheshimiwa Mwenyekiti haijawahi kumalizika. Na hii barabara Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara ambayo wananchi iko pembezoni, wananchi wako karibu na barabara. Kwa hiyo wananchi wameweza kutoa sehemu zao za nyumba zao ili barabara iweze kupita. Lakini kutokana na mvua inayonyesha sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi nyumba ambazo ziko pembezoni mwa barabara zingine zimevunjika kuta, zingine zimeharibika, lakini pia imeleta usumbufu mkubwa kwa wananchi. Hawawezi sasa kuingia katika majimbo yao, nyumba zao, kwa sababu barabara haijamalizika. Sasa mimi nilikuwa ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kunakuwa bado hakuna pesa za kutengeneza hiyo barabara imalizike, ni afadhali pesa zikusanywe kwanza,
alafu baadaye ndio barabara iweze kufanya nini, kutengenezwa, kwa sababu barabara inachukua muda mrefu, miaka 5, na inaleta usumbufu kwa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana hilo jambo mlizingatie. Lakini pia TAMISEMI ilianzisha mkakati wa kujenga barabara mita 300, mita 200 barabara ili baadaye waweze kuunganisha, na barabara hiyo imejengwa Tabata Bima na ambayo inakwenda mpaka stendi ambayo ni Kimanga. Lakini sasa hivi naona wameacha huo mkakati, na hizi barabara ambazo zinapita kwenye hizi kata zetu ni barabara muhimu sana na zinapitisha watu wengi sana. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni lazima hizi barabara zetu hizi ambazo zinapita kwenye kata zetu, ambazo kata zina watu wengi, lakini pia ndio kata ambazo zinajishughulisha na mambo mengi. Mfano Dar es Salaam, mvua ikinyesha Dar es Salaam, hakuna mfanyabiashara yoyote ambaye anafanya biashara. Kwanza kutakuwa kuna foleni kubwa ya magari, lakini pia hata watu wa bodaboda hawawezi kufanya kazi, lakini pia hata mama ntilie wetu hawawezi kufanya kazi. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika swala la mipango ya bajeti, tunaomba mkoa wetu wa Dar es Salaam msiweze kuupangia mipango kama vile mnapangia mikoa mingine, kwa sababu mkoa wetu wa Dar es Salaam una watu wengi, lakini pia ndio mkoa ambao unachangia pato kubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunaomba serikali ije na mpango maalumu mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika jimbo la Kibamba nimeona serikali inataka kujenga kiwanda cha madawa Mloganzila, lakini ukiangalia barabara ambayo inakwenda Mloganzila ambayo inapitia Kisopwa ni barabara ambayo sio nzuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo ili watu waweze kuona kule kwamba ni sehemu ambayo wanaweza wakaanzisha biashara zao, na kwa sababu mnapeleka miradi ya serikali, ni lazima hii barabara iweze kutengenezwa. Lakini pia jambo lingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni jambo la fidia ya watu. Maeneo ambayo mnayachukua serikali, kabla hamjaanza kufanya miradi ya kiserikali, naomba wananchi waweze kulipwa. Hili jambo unalijua Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikuja jimbo la Segerea Kipawa, mpaka sasa hivi Kipunguni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawajamaliziwa pesa zao, na hao wananchi sasa hivi wako katika mazingira magumu, ukizingatia sasa hivi kuna tatizo la mvua. Wameweka matenti, tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamebaki wachache, tunapongeza hata hao waliolipwa, lakini hawa watu wengine waliobaki tunaomba waweze kulipwa. Jambo lingine ambalo nataka kuongelea Mheshimiwa Waziri Mkuu ni jambo la Kariakoo. Tunajua kabisa kwamba Kariakoo kuna wafanyabiashara wengi, na Kariakoo ndio sehemu ambayo inatuingizia mapato mengi. Lakini mvua ikinyesha pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maji ya mifereji, kuna mifereji ambayo ilijengwa muda mrefu, kwa sasa hiyo mifereji imezidiwa. Ina maana ikinyesha mvua tu masaa mawili au saa moja, Kariakoo, Mheshimiwa Mwenyekiti, haipitiki, maji ni mengi, watu hawawezi kwenda kununua vitu. Kwa hiyo italeta picha mbaya, ukizingatia sisi tunakwenda kupokea ugeni. Jambo lingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikwenda katika jimbo la Kawe. Jimbo la Kawe, kata ya Mabwepande. Pale kuna barabara ambayo inatoka Mabwepande inakwenda bandari. Tunaomba sana hiyo barabara ni muhimu sana kwa wakazi wa Kawe, ili iweze kujengwa na iweze Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa, kingine yake ya mwisho imelia hiyo. Nashukuru, asante sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Rebecca Sanga. Mheshimiwa Jafet Ngailunga Hasunga, jiandae.